Na juhudi za kujumuisha zana za kidijitali na uvumbuzi kwenye utekelezaji wa mfumo wa elimu ya umilisi zimeshika kasi. Hafla iliyoandaliwa kwenye taasisi ya ustawishaji Mtalaa jijini Nairobi ilidhamiriwa kuangazia jinsi mafunzo ya uundaji roboti na ubunifu wa programu za kidijitali yalivyoibuka kuwa nguzo muhimu ya mfumo huo mpya wa elimu. Lengo ni kuwapa wanafunzi ujuzi wa karne ya 21 na kutathmini uwezo wao wa kuimarisha elimu ya kidijitali kama msingi wa fursa za kimaisha, utangamano wa kijamii na ufanisi wa jamii. Kiini cha tuzo za Classwork Award ni mpango uliodhaminiwa na shirika la Dean kwa nia ya kutoa mafunzo kwa walimu na kuzipa shule ujuzi wa kidijitali. Ni ishara ya madarasa ya humu nchini katika siku zijazo, ambapo wanafunzi kuanzia shule za msingi wataweza kubuni suluhu za kiroboti kwa changamoto za kila siku zinazokumba jamii. So you can see how it is working. Hapa si mashindano tu, ila pia ni mabadiliko ya kimsingi kwenye mfumo wa elimu. Learning to code, building a prototype and seeing your idea come to life is truly exciting. That spirit is a driving force behind the Classwork TechWest program. Our objective was clear. We asked you to use robotics, coding, and artificial intelligence skills to solve a real, tangible problem in your communities. That was the challenge. Katibu mkuu wa shirika la Dean nchini Kenya, Christopher Barasa, amesema mafunzo ya uundaji roboti hutekeleza jukumu muhimu kwenye mpito kutoka mfumo wa elimu wa 844 hadi ule wa umilisi CBE, ambapo elimu inategemea zaidi vitendo kuambatana na mitindo ya ulimwengu. At the Dean organization, our mission is to unleash every learner's potential. This mission aligns seamlessly with the vision or the mission of competency-based education, whose mission is to nurture every learner's potential. Mpango huo unapigwa jeki na taasisi ya ustawishaji Mtalaa. Together, through collaboration between Dean and KICD, we are nurturing a generation of digitally literate, innovative, and responsible citizens, ready to thrive in rapidly changing world. Tayari shirika la Dean lenye makao yake makuu nchini Uholanzi limezindua mpango huo kwenye shule 500 huku nchini na linalenga kushirikisha shule zaidi katika siku zijazo. Our project is designed to scale and reach many more schools next year. We intend to do this through 2 phases. The first one is through teacher training workshops to equip teachers with foundational technology skills. And the second is through class and club simulation sessions where we follow up to see the practical skills applied in a real lesson setup. Wanafunzi wa shule 11 walitathminiwa kuhusu jinsi ya kung'amua na kusuluhisha changamoto zinazokumba jamii, kuanzia uhaba wa maji hadi usafi. It helps us to save water because the water that is drained out from the kitchen, it can cause pollution. Haja ya ujumuishaji pia ulizingatiwa. Special needs kids who cannot, probably they have limb issues or sight issues or hearing issues, can still interact with our gadgets and be part of the learning process. So that is very heavy on us. We care about it. We even have our trainers being trained on the same. We have even hired trainers that have done special needs education. It is something we care about. We're living in an age whereby we're having interactive devices, whereby whether you're blind, whether you're deaf, we're having devices coming up with sort of interactive yet functional things. Wadau walitoa wito kwa serikali kuunga mkono mpango huo ili kufanikisha mfumo wa elimu ya umilisi. We have to nurture our kids, right? Tap into their creative areas, whether it's games, whether it's doing something to do with electricity. Try to get that into robotics, right? First, get that sort of intuition from the kids, then you have the move along. In terms of the materials, it's quite expensive to have these devices. We do understand that, but with the help of such organizations like Dean or our government can come in place and get us some of these robotics materials that can be very important. Wanafunzi walio chini ya mpango huo wamesifia manufaa yake. Dean is
is a good organization, because as well as when they came to our school, we got new robots which helped us develop skills such as critical thinking, creative thinking, and teamwork. Even though that this is my first time competing in a competition like this, I've learned so much. I've met new people, and I feel like Dean has helped me grow to become more tech literate. Wanasema masomo ya vitendo ni rahisi kuelewa na yanawatia msukumo. All you have to do is be a risk taker. Even if you have stage fright, my first speech, my first interactions with speaking in front of people, I was nervous. Plus, interacting with such kind of events allows you to build your confidence, reduce the stage frights, reduce the anxiety, and build your confidence. Muundo huu ni bayana. Kupitia ubunifu, ustawishaji na uundaji, wanafunzi wanakuza uwezo wao wa kutafakari mambo kwa umakinifu mbali na ushirikiano na wenzao. Unafanya masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kuwa ya kuvutia, huku yakigusia moja kwa moja utafutaji wa suluhu kwa changamoto zinazosibu jamii. Nikiripotea KBC Channel 1, naitwa Aaron Marie.